Kwa wagonjwa wenye kiharusi cha ischemic, ambapo kuna kuziba kwa mshipa wa damu kutokana na kuganda kwa damu na hivyo kusababisha dalili kama vile kuanza ghafla kwa udhaifu upande mmoja wa mwili, ugumu wa kutembea, kutetemeka au matatizo ya kuona, ugumu wa kuelewa lugha inayozungumzwa au kushindwa kutamka maneno vizuri. Hivyo katika hali hii ni muhimu kukimbizwa hospitalini mapema iwezekanavyo, hasa katika kituo cha huduma ya kiharusi cha ngazi ya juu, kwa sababu katika saa chache za mwanzo baada ya dalili kuanza, kama kiganda cha damu kinaweza kuyeyushwa kwa njia mbalimbali, basi usambazaji wa damu unaweza kurejeshwa ndani ya saa chache za mwanzo baada ya dalili kuanza. Kisha baadhi ya dalili zinaweza kubadilika kabisa mara moja, na baada ya mwezi mmoja wa kufanya mazoezi ya viungo bila kukoma, basi wagonjwa hawa wanaopata matibabu haya hupata nafuu zaidi ukilinganisha na wale ambao hawakupata matibabu. Sasa ni matibabu gani hayo ya kisasa? Katika saa chache za mwanzo baada ya dalili kuanza, tunaweza kutoa sindano inayoitwa tenecteplase au recombinant tissue plasminogen activator, ambayo hutolewa kwa njia ya mshipa ili kuyeyusha kiganda cha damu. Lakini hata baada ya saa chache za mwanzo kupita, hadi saa 12 wakati mwingine. Sasa kwa kutumia matibabu ya kisasa na yaliyopo kwenye maabara maalum za cath na uwepo wa madaktari bingwa wa mionzi na wataalamu wa neva na upasuaji wa ubongo, unaweza kuweka bomba maalum moja kwa moja kwenye mishipa ya damu iliyoathirika kwenye ubongo na hivyo kunyonya kiganda cha damu, au kuweka stenti na kukiondoa kabisa, na hivyo kusababisha mara moja damu kurudisha usambazaji wa damu. Na hii inatakiwa kuwa na mafanikio makubwa zaidi ikiwa itafanywa ipasavyo, kwa wakati sahihi na katika hospitali sahihi. Hivyo hili ni muhimu sana sana. Tafadhali kumbuka kufika hospitalini mapema iwezekanavyo, na usipoteze muda kwenye vituo vidogo au kliniki binafsi, hata kama ni ya daktari wa neva. Wakati bora kabisa ni saa ya dhahabu. Ndani ya muda mfupi tangu dalili zianze, kimbilia hospitali na idara ya dharura.